Na mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni, ikiwa tuko katika robo nyingine mpya, ikiwa ni robo ya pili ya mwaka wa 2025, ambayo tutakuwa tukijifunza mada ambayo inasema tamadhali za semi ishara, jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Kwa hivyo nakuomba uweze kujumuika pamoja na sisi kwa takriban majuma 13 ili uweze kusikia Roho wa Mungu amekusudia tuweze kujifunza nini katika robo hii. Somo la kwanza lina mada inayosema kanuni kadhaa za unabii, ikiwa ni katika wiki ya Machi 29 hadi Aprili 4. Na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutaalika uwepo wa Roho Mtakatifu. Mwalimu, utatubariki kwa ombi. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa wema wako, asante kwa kuwa pamoja nasi. Mungu, tunakuomba tunapoenda kujifundisha leseni ya kwota hii, Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, atufundishe mengi na kutufunulia unabii wa Biblia, ili kwamba tuweze kuelewa kulingana na mapenzi yako, ila si kulingana na tafsiri yetu ambayo ni pungufu. Tunakuomba ukawe na wasikilizaji wetu, pia tuweze kuwapa kitu ambacho kitawasaidia kukuwa tayari kwa ujio wako wa pili. Katika jina la Yesu naomba hata na kuamini. Amina. Naam, fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Yeremia, sura ni ya 9 aya ni ya 24. Inasema, bali anjisifuye na anjisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Mwalimu, sijui mbona tuweze kujifunza jinsi pengine ya kusoma Biblia na unabii. Naam. Mbona tujifunze mwalimu? Mwalimu, unajua watu wameweza kuleta dhahania zao mingi. Naam. Katika Biblia, sana sana katika unabii. Naam. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujifundisha kiundani ili tujue, je, kusudio la waandishi lilikuwa gani? Tunapaswa kujifundisha kivipi? Sababu tunajua unabii ndio umebeba ile message ambayo ni coded, mwalimu tuseme. Naam. Kwa hivyo tukiweza kuifafanua tutaweza kukua na uelewa wa Biblia zaidi. Mwalimu, kwa mfano tunaona katika Biblia inaanza na kitabu kinaitwa Mwanzo, na lakini kinamaliza kinaitwa Ufunuo. Naam. Kumaanisha hiki kitabu kinafunua hii Biblia nzima. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kuelewa unabii wa Biblia ili tuweze kujua tuko wakati gani, tumetoka wakati gani na tunaelekea wakati gani. Na ni vizuri vile vile tuweze kujua ni kipi cha kuamini, kwa sababu mafunzo ni mengi sana hapa nje mwalimu. Naam. Unajua Roho Mtakatifu aliwavuvia wale waandishi wa Biblia na hivyo hawakukinzana mwalimu. Kabisa. Lakini unapata pale ambapo madhehebu mengi katika ulimwengu wa sasa yanakinzana katika tafsiri zao. Kwa hivyo ni sisi binadamu ambao tumepotosha mafunzo. Kwa hivyo lazima tuweze kujifunza ili tuweze kujua, je, ni kanuni gani hizi ambazo zinaweza kutufahamisha? Ni kanuni gani hizi ambazo zinatuongoza ili kuweza kujua ufahamu wa unabii? Na mwalimu, ile sene inaongelea sana kuhusu unabii. Naam. Unabii sana sana tunauona katika kitabu cha Danieli na katika kitabu cha Ufunuo pale. Hizo ndizo vitabu mbili wameweza kusisitiza. Naam. Na mwalimu, tutapatana na mifano mingi katika usomaji wetu wa leseni kwa wiki zijazo. Naam. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kujua kuandishwa unabii unaandikwa kivipi, ama Mungu anatumia lugha gani kuweza kuandika. Mwalimu, tusomee Mariko 4:33 pale. Umesema kitabu ni cha Mariko 4:33. Mariko 4:33 inasema, kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake kwa kadiri walivyoweza kulisikia. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaongea na watu kwa mifano. Waona Alafu 34 inasema, wala pasipo mfano hakusema nao. Lakini akawaeleza wanafunzi wake wenyewe mambo yote kwa faraga. Yesu mwenyewe mwalimu aliweza kufundisha wanafunzi wake kwa kutumia mifano. Naam. Nimegusia hilo kwa sababu tunaenda kuona mifano mingi imetumika ambayo lazima ihitaji
kufafanuliwa, na Biblia ndiyo inapaswa kuifafanua yenyewe. Na mwalimu, unajua kuna mafunzo mengi tu sana. Naam. Kuna wale ambao wanaamini kwamba Yesu atakuja kuwaiba watu wanapokuja. Yaani wanaita secret rapture. Wanasema unyakuo wa siri. Kuna wale ambao wanafunza miaka 1000 ile ambao wanasema ni ya milenia itakuwa katika ulimwengu huu. Kuna wale ambao wanasema miaka 1000 itakuwa mbinguni. Kwa hivyo mafundisho tu ni mengi sana ambayo yanakinzana. Kwa hivyo tutaenda moja kwa moja kwa Biblia, kwa sababu tunajua Biblia ina ufunguo wake mwenyewe kabisa. Kwa sababu hatuwezi enda kwenye majarida, hatuwezi enda kwenye vyombo vya habari ili kuweza kuiangazia Biblia ama kutafsiri Biblia. Kwa hivyo Biblia inajitafsiri yenyewe. Kwa hivyo nakuomba uweze kujumuika pamoja na sisi kwa takriban majuma 13 ili tuweze kuona ni kipi ambacho tutaweza kujifunza, ni kipi ambacho tutaweza kufahamu katika majuma haya kuhusiana na jinsi ya kuweza kuliangazia neno la Mungu, hasa ukizingatia Biblia mwalimu. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumapili, asomaye na afahamu. Kwa hivyo si kusoma pekee. Kusoma ni vizuri ndio, lakini pia kuna ufahamu ambao unatokana na kusoma. Mwalimu, sijui kama utatuangazia siku ya Jumapili ama ulijifunza nini? Mwalimu, katika siku hii ya Jumapili, naam, ukisoma katika kitabu cha 24:15 mwalimu. Mathayo 24:15. 24:15 inasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Kwanza hiyo fungu limetangulia kwa kuonya watu. Na mwalimu, ukizingatia hiyo somo imejikita katika unabii wa siku hizi. Na inasema sasa asomaye na afahamu, kumaanisha inatumia kisengere nyuma na kutukumbusha yale ambayo Danieli alikuwa anaongelea kuhusu uharibifu ambao ungetujia siku za mwisho. Kwa kujifundisha kwangu niliona kwa kufahamu ni tuweze kufahamu unabii wa sasa ambao tunasoma uongozi ulio kisaiwa Kirumi mwalimu. Vile Rumi na serikali zinaweza ingiana ili waweze kuingilia dini tuseme. Lakini usipokuwa na uelewa wa unabii hautaweza kuelewa ni jinsi gani ni mbinu gani wanazo tumia. Na mwalimu, tunaona kwamba Biblia inatualika tusome tukichukulia kwamba Mungu hasemi bure na kwamba tunaweza kujua ukweli wa kile anachosema kupitia neno lake. Kwa hivyo tunaona katika aya ambayo tumesoma kuna matukio ambayo yalikuwa yakitokea katika kuna yale ambao Yesu alikuwa ameratibisha kwamba yatatokea katika kitabu ni cha Mathayo 24 kushuka chini mpaka 15. Ndiposa pale tunaambiwa kwamba asomaye na afahamu. Kwa hivyo lazima kwamba ukuwa umejua kitabu cha Danieli ambacho kinazungumziwa. Lakini kwa wengi kitabu hiki wanakikwepa wakisema kwamba yale ambayo yameandikwa pale ni mambo ambayo hatupaswi kusoma. Lakini kama vile ambavyo tutazidi kusoma robo hii, tutaona kwamba unabii una nafasi katika Mkristo yoyote. Kwa sababu ukisoma katika kitabu mwalimu ni cha Petero wa pili 1:19 hadi 21 inasema nini? Petro wa pili 1:19 inasema hivi, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanye vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaona kwamba unabii si wa mtu binafsi. Unapaswa kuhamasisha jamii kweli, ili waweze kujua tuko wapi katika historia ya ulimwengu. Kwa sababu tumeona ni kama taa. Mwalimu, kazi ya taa ni kukumulikia. Kwa hivyo ni vema
tukiweza kuelewa unabii huu ambao waandishi wa unabii walivuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tutafanya vema iwapo tutajifunza unabii ambao tunaona Yesu mwenyewe anarejelea katika kitabu ni cha Danieli. Kwa hivyo Yesu mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa unabii. Kwa hivyo anatupeleka moja kwa moja hadi katika kitabu cha Danieli ili tuweze kuelewa. Kuizi Biblia inasomwa katika shule kama visasili ama tuziite aje mwalimu, hadithi zile, yani myths. Na mtu anasoma Biblia kabisa, profesa aliyeenda chuo na akahitimu, lakini haoni sauti ya Mungu pale, ama asikii sauti ya Mungu ikimwongeleshea kupitia katika lile neno, kwa sababu hajakuwa na uwepo wa Roho Mtakatifu ili aweze kumsaidia kuelewa huu nabii ama kuweza kuelewa Biblia. Kwa hivyo ni muhimu kwamba tujue ya kwamba neno la Mungu ili ulielewe lazima kwanza ualike uwepo wa Roho Mtakatifu, sababu ndiye mtafsiri wa kila jambo. Mwalimu, na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana, sura ni ya kwanza, aya ni ya kwanza hadi 3, inasema ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi, naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyelishuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, yaani mambo yote aliyoyaona. Heri asomaye na wao yasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati huu karibu. Kwa hivyo tunaona kwamba asomaye na aelewe na afahamu. Na imesema heri asomaye kuelewa na kufahamu, kwa sababu tunajua wakati huu karibu. Kwa hivyo kusudi la Mungu ni kutuonyesha kwamba wakati umekaribia. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni Mungu anataka kueleweka. Mwalimu, je, inakuwa vipi iwapo Mungu hataki kueleweka? Mwalimu, Mungu anataka kueleweka. Kuna mfano mwandishi wa leseni ametumia hapa. Na huo mfano watu ambao wametembea nchi zao wanaweza jua sana. Mwalimu, unajua tuko Marekani hapa. Unaweza enda mwalimu kununua kitu, uko na ule msamihati wako wa nyumbani wa Kiswahili vile tuseme. Ila hicho kitu hujui utasema vipi kwa Kiingereza. Mwalimu, sawia na hiyo, unakwenda labda kule ambako unafanya kazi, mtu anakutuma kitu lakini wewe huelewi hicho ni nini ambacho anakutuma. Amekutuma. Yani ni kana kwamba nyinyi mko katika different wavelength. Mwandishi wa leseni anasema hivyo ndivyo mawazo yetu yako kwa Mungu. Mungu ametupea kumuelewa. Ile mawazo yetu ni finyu sana kuweza kuelewa Mungu ameweza kutufunulia. Ni ukweli hatuwezi elewa kila kitu kwa Mungu, hatuwezi elewa kikamilifu kabisa tuseme sasa tumeelewa. Lakini mambo ambayo yanahusiana na uokovu wetu ameweza kutufunulia kwa mwalimu Isaya 55:9 pale. Umesema kitabu ni cha Isaya? 55:9. Isaya 55:9 inasema hivi, inasema kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa hivyo mawazo ya Mungu yako juu kuliko mawazo yetu. Na mwalimu, Timotheo wa pili 3:14 pale. Timotheo wa pili 3:14 nasema, bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, na ya kuwa tangu toto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwabadilisha katika na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Mwalimu, hata kama tumesema mawazo ya Mungu yako juu zaidi kuliko yetu, hayawezi yakachunguzika. Tumefunuliwa vya kutosha jinsi tunaweza kupata uokovu.
kwa sababu hiyo Timotheo ya pili inasema maneno ambayo yanahusu wokovu tumeweza kufunuliwa. Kwa hivyo tukichunguza maandiko tunaweza pata Mungu anataka tujue yapi. Mwalimu wa Yohana wa kwanza 3:20 pale. Umesema barua ya kwanza ya Yohana 3:20. Waraka wa kwanza. Naam. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:20 nayo inasema hivi, ikiwa mioyo yenu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Mungu mwalimu anajua mambo yote yaliyo ndani ya mioyo yetu. Naam. Kwa hivyo kwa akili zake anaelewa kila neno ambalo tunalo ndani yetu. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili. Kwa hivyo maandiko yote mwalimu, si kuchukua kipengele fulani na kusema hiki kinanifaa mimi. Kwa hivyo ni maandiko yote. Kwa sababu tunajua kuna watu ambao wanachukua vipengele fulani ili kuenda sawasawa na mafunzo yao. Wanakataa vipengele vingine kwa sababu mafundisho yao hayako hivyo. Lakini kama vile ambavyo tunasoma ni kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa katika kumwelimisha mtu wa Mungu ili aweze kuifikia toba, ili aweze kufikia wokovu mwalimu. Kwa hivyo tunaona ukweli wa mambo ni kwamba hatutaelewa kikamilifu mawazo ya Mungu kwa sababu yeye hana ukomo na anajua mambo yote. Kumbuka binadamu ana ukomo. Hata hivyo hatuwezi kuelewa kila kitu kuhusu uumbaji. Tunawezaje kumwelewa kikamilifu muumbaji wake? Mwalimu, hatuwezi. Hata hivyo Bwana ambaye katika yeye vitu vyote viliumbwa, mwalimu kisoma wa Kolosai 1:16 na Yohana 1:1-3 inasema vitu vyote viliumbwa kupitia Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. Anashuka duniani na kisha kujitoa mwenyewe kama dhabihu msalabani kwa ajili ya dhambi za kila mwanadamu, hata mbaya zaidi. Hivyo ndivyo Mungu anavyotupenda sisi sote. Baada ya kufanya hayo yote kwa ajili yetu, Bwana bila shaka angetaka kila mtu pamoja na wabaya kujua kile anachotupatia katika Yesu, na unabii unaweza kufanya hivyo hasa. Mwalimu 3:16 inasema maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtoa mwanawe wa pekee. Kwa hivyo Mungu aliupenda ulimwengu akaweza kumtoa mwanao ili tusije tukapotea, ila tuwe na uzima wa milele. Kwa hivyo mwalimu, hizo ni juhudi ambazo Mungu aliweza kufanya ili tuweze kumuelewa zaidi na tuweze kuelewa yeye ni upendo na anataka sisi wote tufikie toba. Naam, vivyo. Kwa hivyo Mungu anataka kuweza kueleweka. Mungu hataki kujificha binadamu asije akamjua, na Mungu anajifunua na Mungu anajifunua kwa neno lake. Kwa hivyo unaposoma neno la Mungu ni Mungu anajifunua. Kwa hivyo himizo langu ni kwamba tuendelee kulisoma neno la Mungu ili tuzidi kumjua Mungu na tuweze kujua anataka nini kwa sisi, ili tukaweza kujua ni kipi ambacho kinaweza kutupeleka moja kwa moja tuweze kupata wokovu. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne ambayo ni Danieli yafunge maneno haya. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Danieli sura ni ya 12 aya ni ya 4. Bwana alikuwa anamwambia nini Danieli? Hapa ni swali ambalo mwandishi wa lesoni anauliza. Danieli 2 mwalimu ngapi? Danieli 12:4. 12:4. Naam. Inasema hivi. Lakini wewe Danieli yafunge maneno haya ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko na maarifa yataongezeka. Mwalimu, sijui kama unaweza kutudadavulia anachozungumzia Danieli hapo. Mwalimu, kitabu cha Danieli kimeandikwa kuashiria mambo ambayo yangekuja wakati mrefu, siku za usoni. Kwa hivyo Danieli anapoambiwa andika kitabu kisha kifunge, ni kumaanisha baadhi ya mambo yalikuwa bando yatimie. Hayakuwa yametimia bando. Sababu nabii unaashiria mambo yajayo. Mwalimu. Kwa hivyo Danieli anapoandika kile kitabu
alikiandika kwa ufasaha mwingi sana na kuandika message ambayo ingekuwa ya muhimu sana siku zetu ambazo ni saizi, ambayo saa hiyo watu hawakuwa wamevuvua na roho kuweza kuelewa Danieli ni nini chenyewe alikuwa anaandika. Kwa hivyo kifupi, mambo kadhaa pale ni mambo ambayo yangekuja. Kwa hivyo alikuwa anahitaji kutafsiriwa baadaye. Mwalimu, kwa mfano ukisoma Danieli wa pili 44 pale, Danieli 2:44 inasema hivi: na katika siku ya falme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali atavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Kwa hivyo mwalimu, hapo Danieli anaongelea ufalme ambao ungekuja wa kukaa milele na milele, baada ya zile falme zilizokuwa wakati wa Danieli kuvunjwa. Kwa hivyo ni jambo ambalo lingekuja. Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambayo Danieli aliambiwa yafunge, lakini mwalimu, ukikuja kwa Ufunuo ambao tunaamini ndio kitabu kinachofunua, ukikuja kwa Ufunuo 22 anzia 11 pale mwalimu, ama 10. Umesema Ufunuo 22:10, nayo inasema, akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Kwa hivyo Ufunuo, Yohana anaambiwa asiatie muhuri. Usiatie muhuri maneno. Kwa hivyo na Danieli aliambiwa ayafunge. Kwa kutafsiri mmoja na Ufunuo unafunua ambayo Danieli aliweza kuyafunga. Mwalimu, endelee umalizie 12. 11 inasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu u pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwa hivyo kwa Ufunuo mwalimu, Yesu anasema naja upesi. Mtu akikwambia haja upesi, yamaanisha yu barabarani, ashaanza kuja. Lakini kwa Danieli pale alisema angekuja. Kwa hivyo ni siku ambayo haikuwa inajulikana. Lakini hapa anasema naja sasa hivi, kila mtu nazidi kutenda ambalo alikuwa anatenda. Mwalimu, kwa hivyo tunaona yale ambayo yalifungwa katika kitabu cha Danieli. Kwa sababu kitabu cha Danieli kilikuwa kinaashiria siku zijazo, unabii wa siku zijazo kinafunuliwa katika kitabu ni cha Ufunuo, ambayo ukiangalia hata kitabu chenyewe Ufunuo, funua ni hali ya kufunua, ya kujaribu kuelezea kile ambacho kimefungwa ama kile ambacho hakikuwa kinaeleweka. Kwa hivyo yale ambayo hayakueleweka katika kitabu ni cha Danieli yanaweza kufunuliwa. Kumbuka Danieli alikuwa akiangalia future, alikuwa akiangalia mbele, mambo yajayo. Alafu Yohana alikuwa akiangalia nyuma na mbele pia. Kwa hivyo alikuwa anaangalia kile ambacho Danieli aliandika, vile vile akizidi kuangazia pia yajayo. Anayoanisha. Kwa hivyo haya yote yalikuwa yakioanishwa. Na tunaona kuanzishwa kwa harakati ama vuguvugu yetu ya ulimwengu wote, kwa maneno mengine ni utimilifu wa utabiri wa Danieli kwamba maarifa yataongezeka katika wakati wa mwisho. Kwa hivyo maarifa kuongezeka, mwalimu, ni maarifa, ukiangalia dondoo ni neno la Mungu, mwalimu. Kwa hivyo neno la Mungu lingeweza kueleweka vizuri zaidi. Lakini kama vile ambavyo tumesema katika siku ambayo imepita, asomae na afahamu. Kwa hivyo ni wale ambao walikuwa wakisoma na kufahamu, kwa sababu kuna wale ambao wanasoma bila kufahamu. Iwapo hivi viwili haviendani, basi utakuwa na mambo mengine ambayo ni ya kwako. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambao ni kujifunza neno. Na mwalimu, tunaona kwamba Waadventista wa Sabato wanalo deni kubwa kwa William Miller kwa uelewa wao wa unabii wa Biblia, wakati uelewaji wake wa vifungu muhimu kama vile Danieli 8:14 haukuwa mkamilifu. Hata hivyo, mbinu ya Miller ilikuwa muhimu kwa sababu ilifungua njia kwa ajili ya kuanzishwa kwa tapo, ama ukipenda vuguvugu la masalio wa siku za mwisho. Mwalimu, ukisoma katika kitabu ni cha Timotheo wa pili 3:15 hadi 17 ambayo tumesoma, ambayo tumesema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa
kwa mafundisho na kurekebisha mtu wa Mungu, ili mtu wa Mungu aweze kuwa amekamilika. Kwa hivyo kwa kufuata maandiko, na ukisoma vile vile katika kitabu ni cha Luka 27 tunakumbana na Yesu Kristo pale ambapo alikuwa amefufuka na wale wanafunzi wawili ambao walikuwa wakielekea Emau, ambao kidogo hawakuwa na ufahamu kwamba Yesu amefufuka, lakini Yesu anawaelekeza kwenye maandiko, akiwapeleka kwenye vitabu vya Agano la Kale mpaka akija katika utimilifu wa yale ambayo yalikuwa yameandikwa katika Agano la Kale, ambao ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo anawapeleka Agano la Kale. Kwa hivyo tunaona nafasi ya maandiko katika Biblia. Na vile vile tumesema maandiko yote yanapaswa kutiliwa mkazo, si sehemu fulani kama vile ambavyo wengine wanafanya. Kwa hivyo tunaona huyu Mila aliweza kukuja na kanuni ambayo ilikuwa inasema ukikutana na neno mara ya kwanza, jaribu kuliangazia katika Biblia nzima. Alafu ukiliangazia katika Biblia nzima unaweza kuangalia muktadha, kwa sababu muktadha inaweza kuwa tofauti ili kuweza kuelewa ni nini ambacho kinazungumziwa. Kwa hivyo ni Biblia nzima, si kipande fulani cha Biblia kabisa. Na mwalimu, sijui ulijifunza nini? Mwalimu, kwa kujifunza neno ni kwamba neno ndilo ngao ambalo linaweza kutulinda dhidi ya maovu ya shetani. Yesu mwenyewe, mwalimu, alitumia neno, na sasa hapo ndio kunaleta kutumia neno katika muktadha, sababu hata shetani alitumia neno kumjaribu Yesu, anamwambia pia imeandikwa, lakini alikuwa anapotosha, lakini alikuwa ana quote pinda kasemu fulani. Anatoa verse ile anaitumia si kwa muktadha, ila Yesu anamjibu na verse yenye iko sasa sahihi. Kwa hivyo kujifunza neno litakuwa ngao yetu, ambapo tunapoenda pale duniani tunakutana na mawimbi tunaweza kulitumia kujikinga, sababu mtu akikuja akuambie Sabato ya Mungu ilibadilishwa ikaenda Jumapili, si Jumamosi, utaweza kumwambia hiyo haijaandikwa. Unamwonyesha penye neno limeandika kwamba Sabato ya Mungu ni Jumamosi ila si Jumapili, na itasimama milele. Mwalimu, mtu akienda akwambie pale mtu akifa anaenda mbinguni, utamwambia la hasha, Biblia imeandikwa haendi mbinguni ila anafanya nini? Anarudi mavumbini alikotwaliwa. Lakini kama hauna andiko, kama hujajifundisha neno, utaandua, hautakuwa na la kujibu, na pengine unaweza potoshwa na uweze kuamini ambalo si sahihi. Kwa hivyo tunaona kuna vipande vya mafumbo ambayo ukivileta pamoja unakuwa na kitu ambacho kimekamilika. Hivyo unaleta kipande fulani kutoka pande kipande fulani, alafu ile puzzle inakuwa imekamilika. Kwa hivyo bila vipande hivi, mwalimu, utakuwa na incomplete ambayo haijakamilika, ni puzzle ama ni fumbo ambalo halijakamilika. Mwalimu anasema kanuni juu ya kanuni, kidogo huku na kidogo pale, ili uweze kufikia uelewa. Kwa hivyo ni vizuri sana kuzingatia muktadha, na ni vizuri vile vile kusoma Biblia nzima ili uweze kujua ni kipi ambacho kinazungumziwa pale. Bila shaka. Mwalimu, tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Alhamisi, ambayo ni kisitiari au kihalisi. Mwalimu, kuna mahali ambapo Biblia inatumia sitiari na kuna pale ambapo ni halisi moja kwa moja. Mwalimu, mbona tuweze kujua ama mbona tuweze kutofautisha? Mwalimu, tulipoanza tulisema unabii uko na mifano mingi, kwa sababu Mungu kupitia kwa manabii alitumia mfano. Kwa hivyo ni vizuri tujue pale neno linapotumika. Je, ili mwalimu 7:7 Danieli? 7:7 Danieli. 7:7 Danieli. 7:7 Danieli inasema hivi. Inasema 7:7 Danieli inasema hivi. Baadaye nikaona katika jonzi ya usiku, na tazama mnyama wa nne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakusanya mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na
10. Ende 24 mwalimu hapo. 23 kisha 25. 23 inasema hivi. Naam. Akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Naam. Soma mpaka 24 mwalimu. Utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10 na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Mwalimu, ukisoma 7:7 imeongelea mnyama ambaye ako na meno kama ya chuma samahani, anayechinja, kukula na kuharibu. Kwa hivyo hiyo imetumia sitiari niseme, imetumia mfano. Lakini ukienda 27, 23 na 24 inasema yule mnyama uliyemuona ni nini? Ni ufalme. Ni ufalme. Na zile pembe ulizoziona ni mfalme. Naam. Kwa hivyo kuna mahali inatumia sitiari na kuna mahali inatumia sasa halisi. Kwa maana kwa mwanzo mwalimu, yule nyoka ambaye mwanamke anakutana na yeye ni nyoka wa ukweli, alikutana na nyoka yenyewe anayeiona, ila mwenye anazungumza ndani hiyo nyoka ni shetani. Lakini hapa huyu mnyama ambaye Danieli anamuona, anatafsiriwa, anaambiwa sasa yule si mnyama, si chui ama ndubu au wanyama wane aliowaona. Anaambiwa hawa wanyama ni ufalme na zile pembe ni mfalme, na ile kukula nyama ama hiyo kuchinja ni vile atakavyoangamiza wana wa Mungu na hayo mambo yote 24 umeweza kusema pale. Mwalimu, mnyama anayezungumziwa katika 7:7 kihalisia hakuna mnyama kama yule. Hautakutana na mnyama halisi kama yule. Kwa hivyo ni uweze kujiuliza, je, kuna mnyama kama huyu? Unapata kwamba hii ni mfumbo ambalo umeweza kuwekewa pale kulifumbua, ukipenda sitiari. Lakini Biblia kama vile ambavyo tumesema, kuna Biblia inajitafsiri yenyewe. 7 ni kana kwamba imefichwa, lakini inakuja kufichuliwa kwa 23 na 24. Kwa hivyo tunaona Biblia yenyewe inajitafsiri. Kwa hivyo mwalimu, kuna watu ambao wanasema pengine mnyama wa Ufunuo 13 ama wengine wanasema pengine alama ya mnyama 66 666 pengine ni sijui ni gari ambalo Obama alikuwa akiliendesha. Kuna wengine wanasema ni Trump, kuna wengine wanasema sijui ni nini. Lakini je, Biblia inazungumzia hivyo? Kwa hivyo lazima tuweze kwenda kwa Biblia, kwa sababu Biblia yenyewe inajitafsiri. Ndiposa tunaona zile kanuni za mila zinatuwezesha kutafsiri Biblia kikamilifu, ili tusije tukawa ni kana kwamba tunabahatisha. Tumesema kwamba Mungu hataki tubahatishe, anataka tuweze kumuelewa. Na tumeona kwa kusoma na kwa kushika yale ambayo yameandikwa katika kitabu, katika Biblia, tunaweza kuwa na ufahamu. Kwa hivyo kusudi la Mungu ni tuweze kumuelewa, si aweze kujificha. Kwa hivyo tumeona baadhi ya maneno ambayo yako hapa ambayo ni kana kwamba yamejificha hapo, ukisoma hapa yanakuja yanafunuliwa. Tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni katika juma hili ambalo tumesema ni robo nyingine mpya. Kwa hivyo na wasihi popote mlipo muweze kuzidi kujumuika pamoja na sisi ili tuweze kujifunza katika majuma mengine ambayo yamesalia katika robo hii. Mwalimu, sijui kama utatufungia kwa ombi. Tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa kuwa pamoja nasi. Tumeweza kujifundisha leseni ya wiki hii. Bwana, kama kuna kitu ambacho tumesema ambacho kiendani na Roho wako Mtakatifu, tunaomba msamaha, kakivuta katika nyoyo zetu, na pia katuondolee dhambi. Kuwa pamoja nasi tunapoenda kuendelea kujifundisha. Roho wako tuvivie Roho wako ili tuweze kuelewa zaidi na zaidi, sababu Mungu tunaenda kujifundisha katika vitabu za unabii ambazo zina shaka mingi kwa mujibu wa watu. Kuwa pamoja na kila mmoja wetu, na ni katika jina la Yesu naomba hata na kuamini. Amina. Amina.